Zipo nyakati ambazo baadhi ya wanadamu huzaliwa wakiwa na alama mbalimbali katika miili yao. Katika mafunzo ya astrolojia, alama mbalimbali ambazo wanadamu huzaliwa nazo huwa zinamaanisha uwepo wa vitu fulani katika maisha ya wanadamu. Zipo alama maarufu ambazo zinaitwa vidoti, kwa Kiingereza mole. Vidoti ni miongoni mwa alama maarufu sana ambazo baadhi ya wanadamu huzaliwa wakiwa nazo. Wapo baadhi ya wanadamu ambao vidoti huwa sehemu ya juu ya midomo yao. Wapo baadhi ya wanadamu ambao vidoti huwa katika sehemu ya juu ya pua zao ama sehemu ya juu ya nyusi zao na maeneo mengine katika miili yao. Uwepo wa alama hizo unaashiria uwepo wa vitu fulani katika maisha yao. Katika video hii nitakwenda kukuambia siri ambazo hauzijui kuhusu binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na vidoti. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Kwa mujibu wa tafiti za astrolojia, hizi ni sifa, tabia, haiba na siri ambazo zimejificha kwa binadamu ambao walizaliwa wakiwa na vidoti katika maeneo mbalimbali ya miili yao. Namba 1, mwanadamu aliyezaliwa akiwa na kidoti katika paji la uso wake. Paji la uso ni sehemu ya juu ya nyusi zako, yani nywele zako zinapoishia kwa upande wa mbele wa uso wako, alafu kwa chini kidogo. Wapo baadhi ya watu ambao unapowatazama usoni unaona wana vidoti katika sehemu hiyo. Kidoti kinaweza kikawa kikubwa ama kinaweza kikawa kidogo, kana kwamba ni alama ya nukta nyeusi ambayo imewekwa katika sehemu hiyo ya nyuso zao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, alama ambayo nazungumzia hapa inatakiwa iwe ya mtu kuzaliwa nayo, isiwe alama ambayo ameipata ukubwani. Ikiwa ni alama ambayo ameipata ukubwani, kiastrolojia haina maana yoyote, lakini ikiwa ni alama ambayo mwanadamu alizaliwa nayo, katika stadi za astrolojia imebeba siri katika maisha ya mwanadamu huyu, na huyu huwa ni mwanadamu mwenye sifa zifuatazo. Namba 1, ni binadamu wenye hekima kuliko binadamu wengine. Ninaposema binadamu waliozaliwa wakiwa na vidoti katika mapaji ya nyuso zao wana hekima kuliko binadamu wengine, haimaanishi binadamu wengine wote hawana hekima. Tunachoangalia ni asilimia. Asilimia kubwa ya binadamu ambao ukiwakuta wana vidoti katika mapaji ya nyuso zao, hawa ni watu ambao tafiti zinaonesha wamebeba hekima ndani yao kuliko asilimia kubwa ya wanadamu, kwani hawa ni wanadamu ambao imekuwa ikiharifiwa kuwa hutenda vitu katika hekima za hali ya juu. Hata wanapozungumza na watu wa rika tofauti tofauti, huzungumza na watu kwa hekima ya hali ya juu. Binadamu wa kundi hili wamebeba hekima ambazo hupelekea wapate mafanikio katika nyanja mbalimbali za maisha yao kuliko makundi mengine ya wanadamu. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na kidoti katika sehemu hiyo, ni vema ukajipongeza, kwa sababu ninyi ni miongoni mwa binadamu ambao astrology inawatambua kama binadamu wenye hekima kubwa katika hii dunia. Namba 2, ni wanadamu wanaopenda utulivu katika maisha yao. Ulimwengu umebeba watu wa aina tofauti tofauti. Wapo baadhi ya watu wasiopenda utulivu kwenye maisha yao, kwani hawa ni watu ambao hata wanapotaka kutoka auti wana kawaida ya kwenda katika maeneo yenye starehe, yenye vurugu ama fujo nyingi kama disco ama klabu. Lakini amini usiamini, tafiti mbalimbali za kiastrolojia zimekuwa zikiwataja binadamu waliozaliwa wakiwa na alama hii katika mapaji ya nyuso zao kuwa watu wanaopenda utulivu katika nyakati zote za maisha yao.
Hawa ni binadamu ambao wanapenda kukaa katika maeneo yasiyokuwa na fujo, lakini pia wanapenda kuambatana na binadamu wasiokuwa na makelele kwenye maisha yao. Na ndio maana binadamu hawa wana sifa ya hekima, kwa sababu wanapenda kutafakari nyakati nyingi kuhusu maisha yao yaliyopita, maisha yao ya sasa na maisha yao yajayo. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa wakiwa na alama hii, alafu unapenda vurugu kwenye maisha yako, tutakushangaa, kwa sababu astrolojia ilishafanya tafiti na imekuja na majibu kuwa ninyi ni miongoni mwa binadamu wanaopenda utulivu wa hali ya juu katika maisha yao. Namba 3 ni binadamu wenye maono kuliko binadamu wengine. Binadamu tunapozaliwa na kuishi kwenye uso wa dunia, huwa tunatofautiana uwezo wa maono katika maisha yajayo, kwani wapo baadhi ya watu ambao hawawezi kutabiri hata future ya maisha yao, lakini wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kutabiri future ya maisha yao, na maono hayo huwa wanazaliwa wakiwa nayo ndani yao. Tafiti mbalimbali za kiastrolojia zimekuwa zikibainisha kuwa asilimia kubwa ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na vidoti katika mapaji ya nyuso zao ni watu wanaoweza kuyaona maisha yao yajayo. Yani anaweza akazungumza na wewe wakati unamuelezea jambo lako, akakwambia kwa sababu upo kwenye situation fulani, katika siku zijazo lazima mambo haya yatakuja kutokea kwenye maisha yako. Na kweli ikaja kuwa hivyo hivyo kama ambavyo amekuambia. Watu wengine huwatazama watu hawa kama watabiri wa maisha yajayo, kwani kuna nyakati ambazo wanaweza wakapata ndoto za ukweli kabisa, lakini kuna muda wanaweza wakapata hisia za ujio wa vitu fulani katika siku zijazo. Ndio maana asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wanapokueleza jambo fulani ni vema ukalifuata, kwa sababu wana uwezo wa kuona mambo yajayo kuliko binadamu wengine. Namba 4 ni binadamu wanaopenda kuyafuata maadili ya kazi ambazo wanajihusisha nazo. Ulimwengu unahitaji watu waweze kutimiza malengo yao kupitia shughuli mbalimbali ambazo zipo katika uso wa dunia. Mwanadamu anapokuwa na malengo kwenye maisha yake, lazima awe mwajibikaji kwenye maisha yake. Watu waliozaliwa wakiwa na alama hizi katika mapaji ya nyuso zao wanaripotiwa kuwa watu ambao wanapokuwa wanafanya kazi fulani wana hulka ya kuwa na maadili na kufuata maadili ya kazi hizo. Sababu ambayo hupelekea kundi hili la wanadamu wapendwe sana katika maeneo yao ya kazi ni sifa yao ya kuwa na maadili katika kazi zao kuliko binadamu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Unapokutana na binadamu wa kundi hili, basi ujue umekutana na mwanadamu mwenye hulka ya kuwa na maadili ya kazi ambayo anaifanya katika maisha yake. Namba 5 ni binadamu wenye bahati ya kushika pesa katika maisha yao. Bahati hutofautiana kwa binadamu mmoja na binadamu mwingine. Imekuwa ikiaminika asilimia kubwa ya binadamu ambao walizaliwa wakiwa na alama katika mapaji ya nyuso zao huwa ni watu wenye bahati ya kushika pesa katika vitu mbalimbali, kwani katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu ambao pamoja na kuwa wanajituma katika kazi kwa bidii, lakini kushika pesa kwao imekuwa ni vigumu sana. Lakini wapo baadhi ya watu ambao hata wanapofanya shughuli ndogo ndogo kwenye maisha yao wanakuwa ni watu ambao pesa hazikauki katika maisha yao. Basi sifa hiyo wanayo binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na vidoti katika nyuso zao, kwani watu hawa wanaaminika kwa kuwa na bahati ya kutembelewa na pesa kila wakati. Wanaweza wakafanya kazi kidogo tu wakajikuta wamepata pesa nyingi, lakini wakati mwingine wanaweza wakaamka wakiwa hawana hata shilingi 100 na hawajui watatoa wapi pesa, lakini katika mazingira ambayo hawakuyatarajia wanajikuta wamepata pesa. Hiyo ndio inaitwa bahati ya pesa katika maisha ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama hii katika mapaji ya nyuso zao. Namba 6 ni wepesi kuingia katika fikra na mawazo ya watu wengine kuliko makundi mengine ya binadamu. Binadamu waliozaliwa wakiwa na vidoti katika mapaji ya nyuso zao, hawa ni watu ambao wanapokuwa katika makundi ya watu, ni rahisi watu kuwa na akili
na kuwaweka katika fikra zao kuliko makundi mengine ya wanadamu, kwani alama hiyo huwapa upekee ambao binadamu wengine hawana, jambo ambalo hupelekea wawe maarufu kwa muda mfupi na watu kuwanakili na kuwaweka katika fikra zao. Namba 7, huwa wana hali ya ubinafsi katika maisha yao. Paji la uso lina pande 3, kuna upande wa kushoto, kuna upande wa katikati na kuna upande wa kulia. Sifa zote ambazo nimezieleza katika pointi zilizopita ni kwa binadamu ambao vidoti vyao vipo katika sehemu za kati za mapaji ya nyuso zao. Lakini sifa hii ya ubinafsi wanayo binadamu ambao vidoti katika mapaji ya nyuso zao vipo katika upande wa kushoto. Yani ukimtazama mwanadamu ukaona ana kidoti katika upande wake wa kushoto wa paji la uso wake, inawezekana kwa asilimia kubwa akawa na sifa ya ubinafsi kuliko binadamu wengine. Hawa ni watu ambao wanapenda kutanguliza vitu vyao kwanza kabla ya vitu vya watu wengine. Wanapenda kuwatumia watu wengine katika kufanikisha mambo yao bila hata kujali maendeleo na ustawi wa maisha ya watu wengine. Namba 8, inaweza ikaashiria uwepo wa mikosi na bahati mbaya katika maisha ya mwanadamu. Ikiwa mwanadamu amezaliwa akiwa na alama ya kidoti katika upande wa kushoto wa paji la uso wake, inaweza ikawa ishara mbaya kwenye maisha yake, kwani kuna nyakati ambazo mwanadamu huyu atakuwa akiandamwa na mikosi na bahati mbaya zisizokoma kwenye maisha yake, kwani kidoti upande wa kushoto wa paji la uso la mwanadamu kinaashiria uwepo wa mikosi kwenye maisha ya mwanadamu. Lakini kidoti upande wa kulia katika paji la uso la mwanadamu kinaashiria uwepo wa bahati njema katika maisha ya mwanadamu, ikiwa ni pamoja na utajiri. Hivyo kama wewe ni moja kati ya watu ambao wana vidoti katika nyuso zao, sifa zenu ndiyo hizo. Embu andika katika sehemu ya komenti, katika hivi ambavyo nimevitaja ni kitu gani ambacho kipo tofauti na sifa zenu, ama ni vitu gani ambavyo viko sawa na sifa zenu, kwani yote haya yamekwisha elezwa katika elimu za astrolojia. Kundi la pili la wanadamu ni wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na vidoti katika nyusi zao. Wapo baadhi ya watu ambao unapowatazama katika sura zao, upande wa juu wa macho yao utagundua kwenye nyusi zao, aidha kwa juu kidogo au katikati ya nyusi zao, kuna alama ya vidoti vyeusi. Inaweza ikawa kidoti kimoja ama vinaweza vikawa vidoti viwili, kinaweza kikawa kidoti kikubwa ama kinaweza kikawa kidoti kidogo. Endapo mwanadamu amezaliwa akiwa na kidoti katika sehemu hii, ujue ni mwanadamu ambaye katika maisha yake ana sifa, tabia na hulka zifuatazo. Namba 1, wamebeba sifa za uongozi. Vidoti ambavyo huashiria sifa za uongozi kwenye maisha ya mwanadamu huwa vinakuwepo katikati ya nyusi, yani nyusi ya upande wa kushoto inapoishia na nyusi ya upande wa kulia inapoishia, juu kidogo ya pua yako, yani hapo katikati. Endapo mwanadamu atakuwa na kidoti katika sehemu hiyo, huwa anakuwa amebeba sifa za uongozi katika maisha yake. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wenye vidoti katika eneo hilo, unaweza ukawa balozi mzuri wa hiki ambacho nakizungumza, kwani elimu ya astrolojia imeshafanya tafiti za kutosha na kujiridhisha kuwa binadamu wa kundi hili huwa wamebeba sifa za uongozi, na ndiyo maana hata wanapokuwa katika makundi mbalimbali, katika makundi hayo ikawa inatakiwa apatikane kiongozi miongoni mwao, watu wengi humtazama mwanadamu mwenye sifa hii na kumfanya kuwa kiongozi wao, kwani ndani yao wanazo sifa ambazo asilimia kubwa ya binadamu hawana. Namba 2 ni binadamu ambao ni rahisi kupata umaarufu kuliko makundi mengine ya binadamu. Kila binadamu amezaliwa akiwa na kalama yake, lakini baadhi ya kalama ambazo zipo ndani ya wanadamu zinaweza zikadhihirishwa na baadhi ya alama ambazo zipo katika miili yao. Moja kati ya alama ambazo hudhihirisha mwanadamu amezaliwa na karama ya umaarufu ni kidoti ambacho kipo katika sehemu za nyusi za mwanadamu. Mara nyingi wanadamu wa kundi hili wanaweza kufanya kitu cha kawaida lakini kikapokelewa kwa ukubwa katika jamii ambazo wanaishi. Ndio maana binadamu wa kundi hili wanapojihusisha na mambo ya sanaa huwa ni rahisi
kuwa na umaarufu mkubwa kuliko binadamu wengine. Namba 3 ni binadamu wanaopenda ukweli katika maisha yao. Katika dunia yetu, katika suala la ukweli, binadamu tumegawanyika kwenye makundi mawili. Wapo binadamu ambao uongo si jambo la kustajabisha wala la kuchukizwa katika maisha yao. Wanahusudu uongo wakiamini ni namna mojawapo ya kujiokoa katika nyakati mbalimbali. Lakini wapo binadamu ambao wanapenda ukweli, haijalishi ni ukweli ambao unauma kwa kiwango gani. Ni watu wanaopenda kuambiwa ukweli, lakini pia ni watu wanaopenda kuzungumza ukweli kwenye maisha yao, na watakapobaini unawadanganya kwa namna yoyote, huenda wakaanza kukuepuka, watakuweka mbali na maisha yao, na kuanzia hapo ina uwezekano wasikuamini tena. Sifa hii wanayo asilimia kubwa ya binadamu wenye vidoti katika sehemu za nyusi zao, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini unapokuwa na ukaribu au katika mahusiano na binadamu wa kundi hili. Kama hauhitaji kuwapoteza kwenye maisha yako, jitahidi uwe mkweli, kwa sababu ukweli ambao utakuwa nao kati yako na wao utakufanya uendelee kuwaweka karibu na maisha yako katika siku zote za maisha yako. Namba 4 ni binadamu wenye bahati ya utajiri katika maisha yao. Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wana bahati ya utajiri kuliko makundi mengine ya binadamu. Usinielewe vibaya, ninaposema binadamu wa kundi hili wana bahati ya utajiri kwenye maisha yao, sina maana binadamu wengine ukiwepo wewe kwa sababu tu eti hauna kidoti basi hauna bahati ya utajiri. Bali tunachozungumzia hapa ni ukubwa wa asilimia, kwani astrolojia inaeleza kuwa asilimia kubwa ya binadamu ambao utawaona wana vidoti katika sehemu za nyusi zao, hawa ni watu ambao wana bahati kubwa ya utajiri. Mara nyingi wanapojihusisha na vitu vya kifedha, wanaweza kutembelewa na fedha nyingi kuliko asilimia kubwa ya binadamu, na ndio maana binadamu wa kundi hili baadhi yao wana mafanikio makubwa kuliko asilimia kubwa ya binadamu ambao wapo katika jamii ambayo tunaishi mimi na wewe. Lakini haimaanishi mwanadamu wa kundi hili hata akiwa amekaa anaweza kufanikiwa. Hapana, bahati pia huwa zinakuja ikiwa mwanadamu atajihusisha katika shughuli mbalimbali ambazo zinaweza kumuingizia kipato. Lakini tofauti yake yeye na watu wasiokuwa na bahati ni kuwa yeye atatumia jitihada ndogo lakini atapata fedha nyingi, lakini watu wengine fedha ambazo watakuwa wanazipata zitakuwa zinaendana na jitihada ambazo wanazo katika shughuli zao. Namba 5, kuna wakati huwa wanakuwa waoga wa mazingira katika maisha yao. Binadamu wa kundi hili kuna wakati huwa wanakuwa na hofu, hasa wanapokuwa katika mazingira ambayo hawajayazoea, yani wanaogopa nature. Na mara nyingi binadamu wa kundi hili ni wale ambao vidoti vyao vipo upande wa kushoto wa nyusi zao. Hawa ni watu wenye kawaida ya kuwa na wasiwasi wanapoyatembelea mazingira ambayo hawajayazoea, lakini pia huwa wanajikuta wakiwa katika wakati mgumu wanapokuwa kwenye mazingira mapya, hasa linapokuja swala la kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Watu wa kundi hili wakiwa waajiriwa wapya katika maeneo mbalimbali, huwa inawachukua muda sana kuweza kuyazoea mazingira hayo, na ndio maana wanapokuwa katika mazingira mapya wanaweza wasifanye kazi kwa ufasaha na ufanisi kama ilivyokuwa kwa binadamu wengine. Ni kwa sababu hivyo ndivyo walivyoumbwa. Kwa binadamu ambao wamezaliwa vidoti vikiwa katika upande wa kulia wa nyusi zao, hawa ni watu ambao inaaminika muda mwingi huwa wanakuwa na furaha kuliko makundi mengine ya wanadamu. Ni watu ambao wanapenda kufurahia vitu mbalimbali kwenye maisha yao, lakini ni watu wenye bahati ya kuolewa kuliko makundi mengine ya wanadamu, na kama ni wanaume pia wana bahati ya kupata wanawake kuliko makundi mengine ya binadamu. Lakini jambo jingine, inaaminika ni watu ambao huwa wanaweza kupata watoto wenye afya njema kuliko makundi mengine ya binadamu. Kama nawe upo katika kundi hili, jipongeze kwa sababu hizi ndizo sifa zenu. Kundi la 3 la binadamu ni binadamu ambao wana vidoti sehemu ya ndani ya macho yao.
Hawa ni binadamu ambao mara nyingi unapowatazama katika sehemu ya jicho yenye weupe utaona kuna kidoa cheusi. Kwa mujibu wa elimu ya astrolojia, hawa ni binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa zifuatazo. Namba 1, inaaminika wana nguvu za kiroho kuliko binadamu wengine. Asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama hii katika macho yao, astrolojia inawatambua kama watu ambao macho yao ni kama milango ya kiroho. Wanaweza kuona vitu ambavyo binadamu wengi hawawezi kuviona kwa macho ya kawaida. Ni watu ambao wanaweza kuzisikia sauti ambazo zinazungumza ndani yao kiurahisi kuliko binadamu wengine. Na hiyo yote ni kwa sababu uwezo wao wa kiroho ni mkubwa kuliko makundi mengine ya wanadamu. Namba 2, ni binadamu wenye sifa ya uaminifu katika maisha yao. Katika nyanja ya uaminifu kwenye uso wa dunia, wapo wanadamu ambao unaweza kuwaamini na wapo wanadamu ambao hauwezi kuwaamini kwa sababu ya tabia zao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Tafiti mbalimbali za kiastrolojia zimekuwa zikionyesha kuwa asilimia kubwa ya binadamu wenye vidoti katika macho yao ya kulia wana sifa ya uaminifu wa hali ya juu katika maisha yetu. Ni watu ambao hata wanapokuwa kwenye mahusiano si warahisi kuwasaliti watu ambao wapo nao katika mahusiano. Hata unapokuwa naye na ukaribu, atakuwa mwaminifu kwako siku zote, na atakapogundua wewe si mwaminifu kwake, atakuweka mbali na maisha yake. Namba 3, ni binadamu wanaopenda kujituma katika kazi kuliko makundi mengine ya wanadamu. Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili huwa wanakuwa na alama ya vidoti katika macho yao ya upande wa kulia. Mara nyingi ni binadamu ambao hawana kawaida ya kuhusudu uvivu katika maisha yao. Ni watu ambao wanapotakiwa kufanya kazi huwa wana kawaida ya kujitoa katika kazi kwa nguvu zao zote na kwa moyo wao wote. Ndio maana binadamu hawa wana mafanikio makubwa katika maisha yao kuliko makundi mengine ya binadamu, ni kwa sababu hawana kawaida ya kuwategea watu wengine, hasa linapokuja suala la kutekeleza majukumu yao. Namba 4, wakati mwingine huwa ni watu wenye viburi kwa watu wengine. Asilimia kubwa ya binadamu wenye vidoti katika upande wa kushoto wa macho yao, tafiti za kiastrolojia zimekuwa zikiwaelezea kama watu ambao kuna muda wanakuwa na viburi kwa watu wengine. Wanapoamrishwa ama kupewa maagizo kwenda kufanya vitu mbalimbali kwenye maisha yao, kuna muda wana hali ya kupuuzia, jambo ambalo hupelekea wakati mwingine waingie katika migogoro na mabosi zao. Kundi la 4 la wanadamu ni wanadamu wenye vidoti katika pua zao. Wapo wanawake kwa wanaume wengi ambao katika jamii ambazo tunaishi mimi na wewe, unapowatazama katika pua zao unakuta wana vidoti. Inawezekana kidoti kikawa katika upande wa kushoto wa pua ya mtu, ama kidoti kikawa katika upande wa kulia wa pua ya mtu. Vyote hivyo vinamaanisha uwepo wa kitu fulani katika maisha ya mwanadamu huyo. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama hizo katika pua zao, basi wewe ni moja kati ya watu waliozaliwa wakiwa na sifa zifuatazo. Namba 1, ni binadamu wenye sifa za ukimya. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo binadamu waongeaji na wapo binadamu wa kimya. Tafiti mbalimbali za kiastrolojia zimekuwa zikiwaelezea binadamu wa kundi hili kama watu wasiopenda kuzungumza kila wakati, kwani ni watu ambao wanapenda kuwa kimya na wanapenda kusikiliza kuliko kuzungumza. Na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni nadra kukuta wamekorofishana na mtu fulani, kwa sababu ili ukorofishane na mtu fulani mara nyingi lazima uwe muongeaji kama ambavyo yeye anazungumza. Lakini wewe ukiwa msikilizaji tu, huwa ni ngumu kuingia katika mgogoro na mtu ambaye unazungumza naye ama na wanajamii kiujumla. Namba 2, ni binadamu ambao wakati mwingine huwa wanafanya maamuzi bila kufikiria madhara ya mbeleni. Kwa kawaida mwanadamu anapofanya maamuzi, miongoni mwa vitu ambavyo anatakiwa kuvitazama ni nini ambacho kinaweza kutokea baada ya maamuzi yake.
Ulimwengu wa astrolojia umekuwa ukiwaelezea binadamu wa kundi hili baada ya tafiti mbalimbali za miaka mingi kama watu ambao katika maisha yao wanaweza kufanya maamuzi alafu baadaye wakajikuta ni watu ambao wanajutia maamuzi yao wenyewe. Ndiyo maana kuna nyakati binadamu wa kundi hili unaweza ukawa naye katika mahusiano ya kimapenzi bila sababu za msingi, akakutaka muachane. Utakaporidhia uamuzi wake, siku chache baadaye anaanza kukulaumu wewe tena. Ulikuwa humpendi, ndiyo maana ulikubaliana na mawazo yake. Ni kwa sababu alifikiria bila kuangalia madhara ya mbeleni. Hawa ni watu ambao ili wafanikiwe katika maisha yao wanatakiwa kuomba ushauri kwa watu wengine kabla ya kufanya maamuzi makubwa katika maisha yao, kwani kuna wakati hujikuta wakifanya maamuzi ambayo huyagharimu maisha yao. Namba 3 ni binadamu wenye bahati ya kumiliki pesa katika maisha yao. Asilimia kubwa ya binadamu wenye alama ya kidoti katika pua zao upande wa kulia ni watu ambao tafiti zinaonesha wana uwezo mkubwa wa kumiliki pesa kwenye maisha yao, kwa sababu wanayo bahati ambayo inaweza kuwaletea pesa hata katika vitu vidogo vidogo ambavyo wanavifanya kwenye maisha yao kuliko makundi mengine ya wanadamu. Lakini binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na vidoti katika upande wa kushoto wa pua zao, hawa ni binadamu ambao ili waweze kupata pesa wanahitaji kujituma kwa bidii katika shughuli zao, kwani hawawezi kupata pesa kiurahisi katika maisha yao kama inavyotokea kwa binadamu wenye vidoti katika pande za kulia za pua zao. Namba 4 ni binadamu wenye mvuto wa kimapenzi kwa watu wa jinsia tofauti na zao. Zipo tafiti mbalimbali za kiastrolojia na kisaikolojia ambazo zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na vidoti vyeusi katika pua zao huwa wanakuwa na mvuto, kwani huwafanya uzuri wao uongezeke maradufu kuliko ambavyo wangekuwa hawana alama ya vidoti hivyo. Hebu niambie, kama wewe ni moja kati ya watu waliozaliwa wakiwa na vidoti katika pua zao, hali yako ya kimahusiano ikoje? Je, ni idadi ya wanaume kwa wanawake wangapi ambao wanahitaji kuingia na wewe kwenye mahusiano ya kimapenzi? Kwani tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha ninyi ni miongoni mwa binadamu wenye mvuto mkubwa katika mahusiano ya kimapenzi kuliko makundi mengine ya wanadamu. Kundi la 5 la binadamu ni binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya vidoti katika mashavu yao. Binadamu waliozaliwa wakiwa na alama hizi wana sifa na hulka zifuatazo katika maisha yao. Namba 1 ni binadamu wa kimya kuliko makundi mengine ya binadamu. Binadamu wa kundi hili wanapenda kukaa kimya katika kila mazingira kwenye maisha yao, na hasa ni wale binadamu ambao vidoti vyao vipo katika upande wa kushoto wa mashavu yao. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wanapenda ukimya kwenye maisha yao kuliko kuzungumza kila wakati. Namba 2 ni binadamu wenye hisia za muda mfupi. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo binadamu ambao wana hisia za muda mrefu na wapo baadhi ya binadamu ambao wana hisia za muda mfupi. Binadamu wenye hisia za muda mrefu ni wale ambao wanapojeruhiwa kihisia ama wanapokutwa na jambo fulani ambalo linagusa hisia zao wanaweza kudumu nalo kwa muda mrefu. Kwa mfano, hawa ni watu ambao unapowakwaza wanaweza kubeba hasira kwa muda mrefu sana. Lakini wapo baadhi ya binadamu ambao wao unapowakwaza ndani ya muda mfupi wanakasirika, lakini ndani ya muda mfupi hasira hiyo inayeyuka na inakuwa haipo tena. Basi inaharifiwa kuwa asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na vidoti katika pande zao za kushoto za nyuso zao au za mashavu yao, hawa ni watu ambao wanaweza kuwa na hasira ndani ya muda mfupi sana, na ndani ya muda mfupi hasira hizo zinakuwa hazipo tena. Ni wepesi kukasirika, lakini ni wepesi kurudi katika hali ya kawaida. Kwa Kiingereza wanaitwa short temper. Namba 3 ni binadamu wenye hulka ya kuwa watawala katika kila kitu kwenye maisha yao. Ulishawahi kukutana na watu ambao hata unapokuwa naye karibu anahitaji kuwa juu yako?
ama mtu ambaye mara nyingi kila sehemu ambayo anakuwa yeye anatamani kuwaongoza watu wengine. Elimu ya astrolojia inaeleza kuwa asilimia kubwa ya binadamu ambao wana vidoti katika mashavu yao ya kulia, hawa ni wanadamu ambao huwa wana hulka ya kuwa watawala katika maeneo mbalimbali ambayo wanakuwepo. Namba 4 ni binadamu wanaopenda kufikiria kwa kutumia logic. Katika suala la fikra, binadamu tumegawanyika kwenye makundi mawili. Wapo binadamu ambao huwa wanafikiria kwa kutumia hisia, na mara nyingi asilimia kubwa ya wanawake wanadondokea katika aina hii. Wanawake wengi wanapotaka kufanya maamuzi huwa wanafikiria kwa kutumia hisia, lakini asilimia kubwa ya wanaume huwa wanafikiria kwa kupima logic kwenye maisha yao, na ndio maana maamuzi ya kiume kwa asilimia kubwa huwa yanakuwa bora kuliko maamuzi ya kike, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Haijalishi ni mwanaume au ni mwanamke, asilimia kubwa ya binadamu ambao wana vidoti katika mashavu yao ya kulia ni watu wanaohusudu lojiki kwenye maisha yao. Hauwezi ukatoka na ushauri usiokuwa na lojiki au maelezo ambayo hayana lojiki alafu ukadhani watakubali maelezo yao. Ni watu ambao hupenda kupima vitu kwa kutumia lojiki, na ndiyo maana binadamu wa kundi hili wanafanikiwa zaidi katika suala la kufanya maamuzi ama kuwaongoza watu wengine, kwa sababu ni waamini wakubwa wa lojiki kuliko hisia. Kundi la 6 la binadamu ni binadamu wenye alama ya vidoti katika masikio yao. Mara nyingi ukiwatazama katika masikio kwa sehemu ya juu, unaweza ukaona kuna kidoti cheusi. Binadamu wa kundi hili huzaliwa wakiwa na sifa zifuatazo. Namba 1, wanapenda maisha ya anasa. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama hizi katika masikio yao, hawa ni watu ambao wanapenda kuishi maisha ya anasa kuliko binadamu wengine. Ndiyo maana hata wanapokuwa na pesa hawana utamaduni wa kuvunga, bali wao wanapenda kuishi maisha halisi kwa ajili ya kuridhisha nafsi zao. Ni watu ambao wanaonekana wenye furaha zaidi pindi wanapoishi maisha ya ndoto zao, kwani kwa asilimia kubwa wanapenda kumiliki magari mazuri, kuishi katika makazi mazuri, wanapenda kuishi katika maisha ambayo ni ya kipekee kuliko binadamu wengine. Ndiyo maana binadamu wa kundi hili wanapofanikiwa wana kawaida ya kufurahia maisha zaidi kuliko makundi mengine ya binadamu. Namba 2 ni binadamu wenye uwezo mkubwa wa kufikiria kuliko binadamu wengine. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na vidoti katika masikio yao, hawa ni watu ambao hawawezi kufanya kitu bila kujiuliza mara mbili. Ni watu wenye kawaida ya kureason vitu mbalimbali kabla ya kuvifanya kwenye maisha yao, lakini pia ni watu ambao zinapokuja changamoto mbalimbali katika maisha yao, ni binadamu ambao wanaweza kutuliza vichwa na kupata majibu yanayoendana na mitihani ambayo imekuja kwenye maisha yao. Na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili watu wengine huwatumia kama washauri wao, ni kwa sababu ya uwezo wao mkubwa wa kufikiria ambao ni nadra kuukuta kwa binadamu wengine. Namba 3, si watu wanaopenda kufanya vitu kwa kukurupuka katika maisha yao. Binadamu wa kundi hili kabla ya kufanya chochote kwenye maisha yao wanapenda kutuliza kichwa na kufikiria itakuwaje. Wakigundua madhara ni mengi kuliko faida, wanaachana na kitu hicho, lakini wakigundua faida ni nyingi kuliko hasara, hawasiti kukifanya kitu hicho. Si watu wenye utamaduni wa kufanya vitu visivyokuwa na faida kwenye maisha yao, na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wana mafanikio kwenye maisha yao kuliko makundi mengine ya wanadamu. Kundi la 7 la binadamu ni binadamu ambao wana vidoti sehemu za juu za lipsi zao. Hapa tunaweza kuwazungumzia akina Joketi Mwingelo na wengine wengi ambao unapowatazama katika vinywa vyao sehemu ya juu kidogo au chini ya pua unaweza ukaona kuna kidoti cheusi. Joketi kidoti, hapa unanisikia mheshimiwa? Asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama hizi katika midomo yao, hawa ni watu ambao wana sifa zifuatazo. Namba 1, binadamu ambao wana vidoti sehemu ya chini ya midomo yao.
Hawa ni watu ambao wanatakiwa kuwa makini na ulaji, kwani wana asili ya kuathiriwa na ulaji wa vyakula kuliko makundi mengine ya wanadamu. Binadamu wapo katika makundi mbalimbali. Wapo baadhi ya wanadamu ambao hata wakila vyakula vibaya kwenye maisha yao, itawachukua muda mrefu kuweza kuathiriwa na vyakula hivyo. Na wapo baadhi ya wanadamu ambao wakila vibaya katika maisha yao, ndani ya muda mfupi tu wanaanza kupata madhara yatokanayo na ulaji mbaya kwenye maisha yao. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na vidoti katika sehemu ya chini ya midomo yao. Hawa ni watu ambao ni rahisi kuathiriwa na ulaji mbovu kuliko makundi mengine ya vyakula. Hapo ndipo utamkuta ananenepa kupita kiasi akila kidogo tu vyakula ambavyo vinanenepesha, ama utakuta anapata magonjwa ya lishe ndani ya muda mfupi tu tangu alipokuwa akianza kula vyakula hivyo ambavyo pengine watu wengine wameweza kuvivumilia wakivitumia kwa muda mrefu bila kupata madhara. Binadamu wa kundi hili wanashauriwa wawe makini na diet zao, kwa sababu chakula kinaweza kutumika kama dawa kwao, lakini chakula kinaweza kutumika kama sumu kwao. Namba 2 ni binadamu wenye mvuto mkubwa katika mahusiano kuliko makundi mengine ya wanadamu. Asilimia kubwa ya binadamu wenye vidoti sehemu ya juu ya midomo yao, au wakati mwingine hata sehemu ya chini ya vinywa vyao, hawa ni watu ambao wana mvuto mkubwa kwa watu wa jinsia tofauti na wao kuliko makundi mengine ya wanadamu. Na ndiyo maana mwanamke anapozaliwa akiwa na kidoti katika sehemu ya juu au sehemu ya chini ya mdomo wake, huonekana akiwavutia wanaume wengi kuliko wanawake wengine. Na ndiyo maana hata katika ulimwengu wa leo wapo baadhi ya wanadamu ambao hawana vidoti, lakini hulazimisha kwa kujiwekea alama nyeusi sehemu za juu za midomo yao, kwa sababu wanajua ni kitu kinachowavutia wanaume wengi sana. Namba 3 ni binadamu wanaopenda amani katika maisha yao. Asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama hii ni watu ambao astroloji inawataja kama miongoni mwa binadamu wapenda amani kwenye maisha yao. Binadamu hawa hata wanapokuwa katika mahusiano yasiyokuwa na amani, ni rahisi kuyavunja mahusiano hayo ili warudi katika maisha yenye amani na utulivu, kwa sababu hiyo ndiyo hulka yao. Namba 4 ni binadamu wenye heshima kwenye maisha yao. Wapo baadhi ya binadamu wasioweza kujiheshimu wala kuwaheshimu watu wengine, lakini katika jamii zetu wapo baadhi ya wanadamu wenye hulka ya kujiheshimu na kuwaheshimu binadamu wengine. Basi bwana, inaelezwa asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na vidoti katika vinywa vyao, hawa ni watu wenye hulka ya kujiheshimu wao wenyewe, lakini pia wanaheshima kwa binadamu wengine. Na ndiyo sababu inayopelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wawe vipenzi vya watu wengi kuliko makundi mengine ya wanadamu. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.